Badala ya kwenda kuweka ng'ombe kwenye zizi na ng'ombe, aliweka kwa roho. Aliweka kwa roho. Sasa wakati itakufa, hata yeye amekufa. Pande moja nasema kwamba kuna pande moja imeondoka. Na si mtu ameparalize pande moja, sababu pande hii moja ndio alikuwa ameweka ng'ombe. Sasa anaanza kufanya mahesabu, ile maziwa alikuwa nakamua na ile gharama ambayo hiyo ng'ombe imetumia, anaanza kufanya hiyo mahesabu. Kwa hivyo nasema kwamba pande moja imeparalize, na anakuja kutoa mwangaza wa ushirika. Ndio ngaliwa watani. Ndari ko ali naleta vito todo ng'ombe yako ni hapo. Shalom. Anakuja kutoa mwangaza wa ushirika ya kwamba mimi singeweza kukuja sababu ng'ombe yangu ilikufa. Baba yetu atuhurumie sana, sababu hata mke wako anaweza kuacha. Kwa hivyo unapooa usiweke kwa roho. Usiweke kwa roho. Unapoolewa hata mume wako usiweke kwa roho, sababu kuachwa inakuwa haraka sana kuliko kushikana. Unaweza achwa na mume wako ukose kuja kwenye ushirika. Lakini mambo maana hiyo ni mambo ambayo ni nomo. Kuachwa ni haraka sana, unaweza achwa na mume wako. Na kuacha na kwambia mimi sitaki kusikia, na usiwahi nipigia hiyo simu, usiwahi piga simu. Na kwa sababu amekwambia hivyo na iwe hivyo, na muende hata muandikiane. Lakini kama ulimweka kwa roho, basi utaparalyze. Ndio barasa leo mimi upande huu nilikuwa nimeweka mume wangu upande hii, labda ya mkono wa kuume ama labda mkono wa kushoto, mahali ulikuwa umemweka. Ndio maana unaona baba wetu Yawe ametuma Masihi Yeshua ili aoshe roho zetu na mioyo yetu, usiingie kitu hapo isipokuwa sio kama unajua hivyo. Hiyo ni katika kitabu cha Efeso 4:23 na 24:25. Tuoshe roho zetu na dhamira zetu na mioyo yetu, ili neno la Baba wetu lipate nafasi ndani ya roho zetu. Usiwahi weka kitu kwa roho isipokuwa hata kama ni mtu mmekosana na yeye, usiwahi weka kwa roho, utakufa haraka sana. Kama ni pesa ya chama hauna, usiweke kwa roho, utakufa haraka sana. Utakufa vibaya. Shalom. Baba yetu atuhurumie sana. Kwa hivyo ina maana jambo ambalo tunaloambiwa kwamba tuliangalie sana ni mahali ambapo tunajengwa ili mafuriko ya kicha ni kuiga wa maina ni kulinde madhina moka baba utidikiriye hado ukanywa turuki utalishukari na mukimo ni hakinya bao. Na wakati ambapo utakuwa umefinyika hivyo, sijui utakuwa upande gani, na sijui kana kwamba utakana ya jua. Kuna mahali ambapo katika Injili ya Mathayo, Marko na Luka na Yohana maneno yamenenwa sana pale kuhusu ndege wa angani, ambapo baba wetu anawashughulikia sana. Na nasema kwamba hata ndege mmoja akifa, baba wetu anajua kwamba kuna ndege mmoja hayuko. Kanyoni kama kake kwa na wewe kama maneno ungemenya ate kanyoni gatali. Kanyoni kama gatali. Ile vitu wale huwa ni makinuka. Akama yeye kanyoni kama gatali. Baba wetu anaangalia hivi na anajua kwamba kuna ndege mmoja hayuko. Kuna ndege mmoja amekufa. Lakini wewe hauwezi jua kwamba kuna ndege mmoja hayuko. Na imagine baba wetu anasema kwamba anawashughulikia. Sisi anatushughulikia kuliko ndege wa anga. Lakini hebu angalia kile kitu ambacho kinatusumbua na yale mambo ambayo yametupea stress na hofu ambayo tulio nayo, si mambo ya uzimani. Shalom. Na si kujengwa juu ya msingi ulio bora ambaye ndani ya Mesaya. Tunajaribu kuangalia yale mambo ambayo ni ya utajiri, na mtu anaweza kuwa hata amekosa kwenye ushirika, na mtu anaweza kuwa labda pengine amepotea sana hata kwenye ushirika wa Wednesday ili akuja tutiji au yakatotia tutisha leo ya age ile. Baba yetu atuhurumie sana. Ili naamisha nitilo na hili. Lakini haya yote yana faida gani? Ndio maana maandiko yanasema kwamba hata ukitoa hii dunia yote na unyimwe uzima, utajifaidi na nini? Ya? Tiangalie haifai kile kitu ambacho kinachofaa na faida ambayo unaweza pata kubwa ni uteua pamoja na kuridhika. Maana hakuna kitu tulileta hapa duniani na hakuna kitu tutatoa hapa duniani. Ukiwa na nguo na chakula, hebu na uweze kuridhika. Maana mambo ambayo yanasumbua na yanafanya ukose kuwa na ladha. Maana najua kwamba mchungaji atakuja kunena hayo, yeye alikuwa ametamka hivyo siku ya ushirika. Sijui kama atakuja kunena kwenye ushirika ama atanena hapa siku kama ya leo, sijui kana kwamba atakuja pia. Lakini ile taste ladha, kuwa na ladha nzuri
ina maana kwamba katika hiyo ladha itapatikana ndani ya Mesaya. Na kama haukujengwa juu ya Mesaya, hebu angalia sana mienendo yako na tabia zako, ujengwe juu ya Mesaya siku ya leo. Maana usipojengwa juu ya Mesaya, hebu nikwambie, mafuriko yatakuja bado, na pepo zitavuma, majaribio yatakuja, lakini yatakuacha kwa sababu wewe, Baba yetu atuhurumie sana. Naiga na moyo idhaje. Kuna nija jeshi mwisho shaidaje. Idhaje. Kuna majani huwa yanamea kule mtoni, kule hata baharini kuna majani huwa yanamea kule. Hayo majani hata uambiwe uende ukamoe, brother Ugius, huwezi ngoa. Yanakuwa hatari sana kungoa. Yanaitwa madhaje. Ikuyu sijui kwa Kiswahili, jibu kwa Kizungu yanaitwaje? Lakini hayo majani yanaomea mtoni, hata mafuriko yaje, hata maji yabebe gari, hata kubeba miti, hayo madhaje hayawezi yakang'oka. Haya mokagi kwa mto. Huwa yanainama hivi, maji yanapita, mawe yanapita, magari yanapita, wakisha pita wamemalizia, anainuka na anamea kwa nguvu sana. Ni kama kwamba mmejifunza na hayo madhaje. Na waombea muwe na hiyo. Muwe na nguvu kama hiyo. Ya kwamba ati kama majaribio yamekuja na matatizo yamekuja, watoto wafukuzwe shule, wewe hautisiki. Hakuna kutishika. Hata kama nyumba imefungwa, unaenda unaambia radio hii nyumba itafunguliwa katika jina la Yeshua. Kwa nini hauna hiyo nguvu? Hauna hiyo courage? Kwa nini hauna hiyo courage? Ya kwamba hata shida ikuje, ikusukume namna gani, umebaki shilingi 5 kwa mfuko, na bado unasikia kwamba uko na nguvu. Uko na nguvu ya kuendelea, maana nguvu yako haitoki kwa pesa. Nguvu yako iko ndani ya Mesaya. Lakini unapata kwamba mtu amefifia, mtu ana uoga mwingi, mtu ana huzuni nyingi, ile hali yasemekana kwamba ajuae sikitiko yetu. Isaya 53, ajuae sikitiko yetu, abebaye hofu yetu, si mwingine ni Yeshua Mesaya. Kwa hiyo kama ungehitaji kubebewa hofu yako ili uwe mtu wa furaha, uwe mtu ambaye ni wa kuchangamka usiku na mchana, hii si ya kutafuta. Tikeno ya osha la geredio, brothers, our sisters, tikeno ya osha la geredio, kwa ajili ya watu ikula kama tiu hapo na tiku yule tena tuna michele. Ati wakati huo ndio kuna furaha. Na unga ikiisha, sitaisha. Ndani mtakula miaka ngapi hiyo unga? Mtakula tu kwa muda, hiyo unga iishi. Lakini katika hali hii inafaa hiyo furaha iwe si wewe umeizaa. Furaha hii ni mazao na ni tunda la Roho. Kwa hivyo ina maana uombe Baba wetu akusaidie uwe na Roho Mtakatifu ili uzaliwe ndani ya moyo wako, kuzalike furaha. Si kuna joy. Na nini ingine? Masi. Ya? Masi. Utiendelee. Masi. Joy na nini ingine? Kuna masi, joy. Masi na joy. Si mambo hayo ni matunda ya Roho. Ni si kutafutwa, si matunda ya mtu. Haya ni matunda ya Roho. Kwa hivyo kama kuna Roho ndani mwako, wewe si mtu wa kuzimazimwa katika hiyo furaha. Na kumbuka mtu ambaye anaitwa Ayubu, katika kitabu cha Ayubu 28, sijui 20, nadhani 28, anasema kwamba yeye ndio alikuwa anachekesha watu. Ayubu, wale ambao wamefinyiliwa, wamefijika. Ndio watu waangaliaje Ayubu kabla hajafikia kwenye mateso alikuwa namna gani? Ayubu alikuwa mtu ambaye amesimama. Alisema kwamba mimi nilivaa utakatifu, nao utakatifu kanivaa. Shalom shalom. Behubitio digu na wote digu kanyehuba. Taumiraga domene atulia likali yakwa makehubira tunua na tunua tuwa makehubira. Baba yetu atukuzwe sana. Ayubu alisema kwamba alipokuwa anatoka kwenye mlango pale, watu ambao ni wazee kumuliko yeye walikuwa wanafunika vinywa vyao na viganja vya mikono, kwa sababu ya kuona jinsi yanavyonena maneno ambayo ni makuu yaliyokuwa na huyu Ayubu. Anasema kwamba alikuwa anachunguza hata mtu ambaye amefinyiliwa, na ndio maana unaona atuuliza baba wetu swali. Kuna siku moja baba wetu nililala hivi, mtoto yatima na mke mjane akiwa hajakula. Aliuliza yawe hivyo. Kuna siku alilala, akachunguzwa akaonekana kwamba hakuna siku hata moja Ayubu alilala kama mwanamke mjane ama mke mjane na mtoto yatima kama hajakula. Lakini hebu angalia siku ya leo, msingi uliojengwa juu yake ni msingi wa namna gani? Ya kwamba kila wakati unasukumwa na mambo hauonekani.
Kila wakati unasukumwa na mambo haupatikani. Sababu ati pesa ya chama inaweza kupasa wewe hata leo hauwezi patikana huko. Ati biashara yake hapo. Biashara nguvu. Ni biashara lugha ni kutafutisha nguvu. Bwana bora. Tunatabisha nguvu huko. Biashara yake hapo. Unanoa menya adwa kiama na mengo kwa hii. Ndio kutakumbia je. Unaona ile githomo nyabethi ikathukume. Biashara kama hii hata. Baba yetu atuhurumie sana. Chunga sana mkono wa baba wetu. Maana tumelelewa hapa asubuhi tukaambiwa kwamba uchunge sana. Mkono wa baba wetu sije ukakushika. Sababu sidhani kama watu wengi wanaenda kutoa kwa mkono wa yao. Hata mke wako akijaribu kusema kwamba I love you, my honey, my sweetheart, hata anene maneno magani, hawezi kutoa kwenye huo mkono. Mkono wa baba wetu akikushika hivi, akutingiza hivi, nakwambia hakuna hata familia yenu inaweza kuja kusaidia. Kwa hivyo ni vizuri uchunge sana usipitie kwenye hiyo rai ambao ni ya kumkosea yao. Kwa hivyo ina maana kwamba tunapoitwa mahali ambapo baba wetu kusudi yake ilipo ni kwamba tujengwe juu ya msingi ulio bora, juu ya Mesaya. Maana tusipojengwa juu ya Mesaya, hakika mambo yetu yatakuja kusambaratika na utajipata kwamba mambo yakija yanakusomba na yanakusukuma mahali ambapo hawezi kujiokoa. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, kile kitu ambacho tumeitwa tujengwe juu ya si kingine ndani ya Mesaya ya Yeshua. Ili kwamba ndani ya mawazo yetu, ndani ya fikira zetu, ndio maana Mtume Paulo anasema kwamba hiyo Wakorintho kwanza 3:10 ya kwamba jinsi inavyosemekana kwamba yeye kwa neema ya baba yetu yake, yeye akiwa mtu mwenye hekima na mjezi mwenye hekima alijenga mahali ambapo msingi ulio bora. Akasema kwamba tuchunge sana hata utakapokuwa umejenga katika huo msingi na mambo ambayo umejenga juu yake ni mambo ambayo si ya kudumu. Kwa hakika siku yaje ya majaribio, na majaribio yakija, kama ulijenga na nyasi inaweza toboa kukaa kwa moto kule na mawe. Hata kuna mawe inachoma, kuna mawe, si mawe yote unaweza stahimili moto. Ina maana hata uchunge sana, kwa sababu yale mawe ambayo unajenga juu ya huo msingi ni mawe ya namna gani? Kama si mawe yaliyo hai na si mawe ambayo yanatokana na baba wetu jana. Ndio maana hata ukiangalia Musa alikuwa ameambiwa kwamba apande juu ya mlima ili aende akaonyeshwe jinsi ya kujenga. Atajenga namna gani? Aliambiwa kwamba kujenga kwake asije akajenga na mawe ambayo yamechongwa na mtu. Tunakumbuka hilo jambo. Aliambiwa kwamba mawe atajenga nayo yatakuwa namna gani? Aliambiwa kwamba mawe yatoleke kwenye kwale yakijenge hivyo bila kuchongwa na mtu. Mtu asije akaenda kutoka yale mawe alafu aingie unajisi. Kwa hiyo ina maana katika hali ya kujenga na katika hali ya kujengwa juu ya msingi ulio bora, hiki ni kitu cha maana sana. Usijengwe juu ya mtu. Kuna mashindano kila wakati. Mashindano, watu wanashindana. Kwa nini wanashindana? Haleluya. Kwa nini watu wanashindana? Haleluya. Kwa nini watu wanashindana? Ni kwa sababu haujajengwa mahali panapofaa. Lakini kama ungejengwa juu ya Mesaya, wewe utakuwa mtu mtulivu ukimngoja Mesaya akutendee kazi na akujenge jinsi pasavyo. Lakini katika hali hii tunapoitwa, labda pengine mahali ambapo uliingia, ni vizuri sasa hivi nataka sasa ninapomalizia ujipeleleze. Jichunguze ndani ya moyo wako. Ni wapi nilijengwa? Kwa nini maneno yangu yakinenwa? Kwa nini nikisikia kuna watu wananisengenya nakosa nguvu? Kwa nini mimi nakwazwa kila wakati? Shalom dada. Kwa nini mimi huwa nakwazwa kila wakati? Hata mhubiri akisimama hapa unasikia kwamba ni kama anakunena kuhusu wewe. Na Mungu wa pamoja. Sio kwamba ni kama mhubiri alikuwa ameniona, ni kama ni mimi ananena, ushiriki kwa kuharamia, ushiriki ya kwenda. Ushiriki ya roho. Sasa unashangaa unashindwa mlikuwa wapi na yeye ili akuja kunena? Si wewe ambaye anakunena, ananena neno la baba wetu yawe ili na wewe urekebishe hiyo njia ya kukuaziwa, hiyo njia ambayo ulikuaziwa. Kwa nini upite leo? Shalom. Saidia jina. Baba yuko karibu. Saidia jina leo heka kibu. Ningenda kidomo hiki kitule na tule kidomo ile ya fafa. Ni ukodo kwenda kuhiko, ngaje ile ndahika na kibu. Baba yetu atukuzwe sana. Hiyo njia ambayo iko na vikwazo, siwaambie baba wetu sasa niondolee hii njia. Ni Yeshua siku. Lakini katika hali hii
wewe haujakuwa na ule ushujaa, sababu mahali ambapo ulijengwa juu ya mumeo, ulijengwa juu ya mkeo. Mimi sikosi kusema hivyo, nasema hivyo sababu mimi najua hivyo ndivyo ilivyo, ya kwamba watu wengi wanajengwa juu ya watu wengine. Ndio maana huyo mtu akiwa hana nguvu, na wewe hauwezi kuwa na nguvu, sababu ulijengwa juu ya huyo Mungu. Lakini leo hii inapaswa ujue kwamba katika msingi ambao baba wetu anatuita tujengwe juu yake, ni juu ya mwamba ambaye ni Yeshua Mesaya. Na katika huu msingi si tutakuja kuwekwa, tayari umekusha wekwa huu msingi ambaye ni Yeshua Mesaya. Kila mmoja wetu, ndio maana anaitwa the firstborn. Huyu ni mzaliwa wa kwanza wa watu wote. Kwa wale ambao waliokufa na wakafufuka, hakuna mwingine ambaye aliyekufa na kufufuka. Shalom shalom. Isipokuwa Yeshua. Ndio maana hata jina aliyoitwa katika Waebrania 1 nasema kwamba baba wetu alionelea akamumilikia, akaweza kumkirimia jina lipitao majina yote, ili katika jina la Yeshua magoti yapigwe kule mbinguni na hapa duniani na hata chini ya ardhi. Kwa hivyo ina maana jina ambalo baba wetu aliona Yeshua anafaa kuitwa si jina nyingine, ni jina ambalo limepita majina yote. Shalom shalom. Ili kila mmoja wetu akili kwamba Yeshua ni Bwana. Lakini katika hali hii unapata kwamba misingi ambao watu walijengwa juu yake ni misingi ambao si bora, ni misingi ambao ni ya kubomolewa na mafuriko. Kwa nini? Kwa nini ubomolewe? Kwa nini uwe mtu wa kurudi nyuma? Kwa nini uwe mtu wa kusitasita? Na baba wewe anasema kwamba hapendi watu wa roho mbili. Katika Wafilipi 2:5 inasema kwamba iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa na Mesaya Yeshua. Kwa sababu yeye, haleluya, kwa sababu yeye akiwa na nia hiyo aliyokuwa nayo Yeshua, hakuona ukuu wa baba wetu jana, lakini aliwacha huo ukuu wa baba wetu jana, akanyenyekea akawa kama mwanadamu, akawa kama mtumwa. Si hivyo ndivyo inavyosema? Kwa hivyo ina maana tukigia na ngoro ta Yeshua Mesaya, ukikani ngoro ya Yeshua ni ulinayo jiwi inaitwa divine nature, yaani kuwa na tabia za kiungu. Sijui kama baba wewe kuna tabia uko nazo za kiungu, ya kwamba katika tabia hizi za kiungu atitopora nina tulole Yeshua Mesaya ni murahana unakotibuo the brother G ororo kuonekana huyu okakana na mabiwa. Haleluya. Kana gone eti yakeka gone akire kuo kana akale makawake nika mwana baba yetu tukuzwe sana. Kana huyu mtoto anafanana na babake sababu ni wa babake, lakini ukizaliwa kuwa mchaina wenu abatabe kwa ni pombe jero kama usaina bale ni ya ku mukitanga nya usiesi. Kuna takuwa na vita kubwa sana upatikana kwa mama Betabe. Kuna mchaina amezaliwa mtoto kama mchaina, si Arubino, mchaina. Kwa tunatuma tudogo kwa China. Sijui itakuwaje kwenu. Na kunaonekana kwamba mambo haya tuwageuze spiritually. Uone kwamba kuna tumchaina tulizali. Akili tu. Waesta hivi, kuna tumchaina kwa kiroho. Ule akwai. Tumchaina tumezaliwa kweli kwa kiroho. Sababu kuna mahali ulichanganya. Kuna mahali ulichanganya. Kuna mahali ulichanganya damu ukawa kwamba hakuna sasa. Sio hivyo. Juzi tulikuwa tunaambiwa kwamba Wakorintho wa 2:11. Si ndio nasema Paulo amesema kwamba niliwapozea mume mmoja nitakapowasimamisha mbele ya baba wetu yangu, ya kwamba katika hali hii mumeolewa na mume mmoja ili muwe bikira sana vaji ile vitu ni hata ile vaji na ni todo mimi ndio ndio mtugati vaji sio lekana ni kubwa hiyo iko bila shida. Ufunuo ngapi? 14. Ufunuo 14 kuna vaji ni walionekana bikira na ni wanaume, si wa mama, si wanawake, walionekana wanaume bikira vaji. Walitajwa wakiwa wangapi brother Daniel? 144,000. Si umesoma hapo? Sirasi hata wewe umesoma Revelation 14. Na kwa nini wewe haujakubali kukaa hivyo?
Kwa nini mimi sijakubali kukaa hivyo, kwamba nilipoozewa mume mmoja ili kusizaliwe Mchina spiritually, kusizaliwe Mhindu spiritually, kusizaliwe Sudanese kwangu. Lakini katika hali hii unapata kwamba kuna Sudanese umezaliwa kweli, unajaribu kuangalia hata wamama jirani wakija kwetu wanajaribu kuangalia, wanakwambia unaona wamama wanatoka pale nje kuguzana, wanaguzana pale nje, munaona hao katoto nijume nene waje sitoke na wenyewe, sababu kulingana na venye nimeona hao katoto, hiyo pua na hiyo hapana, kuna kitu ambacho iko na shida. Lakini katika hali hii yote DNA ikifanyiwa ya Yeshua kupitia hili neno ambalo tunalolizungumza kwa midomo yetu, inapaswa kwamba hiyo DNA ikifanyiwa ya kwamba DNA inafanana yangu na ya Yeshua, yako na Yeshua, sababu kama ulijengwa ndani ya Mesaya ili uwe msingi ulio bora. Kuna andiko tulisomewa katika Waefeso 2:10-11-12 pale, Waefeso 2:10-11, kwamba tunajengwa ndani ya Mesia Yeshua, na kuna mambo yetu ya kusudia na aliyetengeneza tangu mwanzo kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, ili wale watu ambao watakaoitwa ndani ya Masihi Yeshua waje waende kwima huduma hali hiyo ni vitu ya perelia hitali yake nigera toka kama huduma lipo mothi ikuwa ile vitu, yaani unajipata kwamba wewe lifestyle yako ni kutenda mambo ambayo ni mazuri. Lifestyle tolea tumia mtendo na fashion, kwamba sasa fashion yako ambayo unakibishana nayo ni kutenda mambo mazuri. Baba yetu atuhurumie sana. Lakini katika jambo hili unajipata kwamba mahali ambapo uliingilia, umoja ni bodela tuingilie ile baba. Mahali ambapo uliingilia haukuingilia mahali panapofaa. Kubali hivyo, nikigato bio hoteke. Nikigato bio shoke na zuza. Kwa nini urudi nyuma? Nikigato bio wale shiboju, nikigato bio rumani. Ndio kushikani. Kwa nini ulitukanana? Kwa nini ulitusiana? Kwa nini ulinena mabaya? Kwa nini ulirudi nyuma ukasema baba huo shika sitakuja tena? Ni kwa nini? Kwa nini ulinungunika na ukateta wakati majaribio yalikuja? Badala ya kutimiza yale mateso ambayo yamebaki ya mitume na Yeshua Mesaya, wewe badala uyatimize hayo, kwa nini ulinungunika na ukateta? Kwa sababu kuna mahali uliingilia pasipofaa. Yeshua akasema katika kitabu cha Yohana Injili 10, akasema kwamba mimi ndimi mlango na pitae kwangu mimi. Shalom. Kwa hivyo na maana kuna mlango mmoja. Waisraeli wakuje waingilie hapo na sisi tukuje tuingilie hapo ndani ya Mesaya, ili tuweze kujengwa jinsi wote ndani ya Mesaya Yeshua. Na ndio maana Yeshua alifanya kazi kubwa sana ya kuhubiri amani kwa hao watu wawili, Waisraeli na watu wa mataifa, ili tukusanyishwe pamoja, tujengwe ndani yake. Lakini katika hali hii, sijui kama kwamba wewe unajichunguza na kujipeleleza kwamba ulijengwa wapi? Ni wapi ulijengwa? Kwa nini basi kama ulijengwa ndani ya Mesaya? Ili ya wafatilio. Kalikuwa boy ukifatilio. Mtoto dhidi wa Yeshua. Watu dhidi wa Yeshua. Leo nemo mashuma tena na mabele. Shida zimeanza. Na kisha zikisha anza hizo shida, utaweza kustahimili. Ulistahimili. Na wewe tekenya kuruka mabega. Kihonoko hili. Ulisimama vizuri katika wokovu ambao ulioingizwa ndani mwake, ama labda pengine kuna watoto ambao walizaa baadaye, watoto ambao wasiofanana na yule mume aliyekuita. Shalom. Sababu Yeshua akituoa, Yeshua akuingia, lazima uzae hao watoto ambao wanaitwa upendo, unazaa furaha, unazaliwa kwako amani, self control, wengine ya mamwili, si ndio? Lazima kama juzi nilikuwa nasema hapa, nasikia watu wananichekelea. Baba asubuhi saa 12, siku nyingine nilikuwa nanena hapa. Nilisema kwamba mtu anazasikia chamana hapa na kununuliana unga, nyingine pande hii ya kununuliana nguo, nyingine pande hii ya kununuliana sahani, nyingine pande hii ya kupelekana udhoni, nyingine ujisike ukiwa hai, na zote anataka. Lakini katika mapato yake ya wiki ya juma moja anapata shilingi 2,000. Lakini chama ni shilingi 7,000. Omoro wewe kubwa. Huyu mtu atakufa.
Huyu mtu atakufa. Nadhani huyu mtu atakufa. Na hao watu ndio tuko na wao kwa ushirika. Sio ndio kuna yu, leo huko. Wako hapa. Si ati wako mbali, wako hapa hao watu wako na hii mizigo. Na hatuna shida hapa akisema, "Kujeni, chua kule, ukai kule hebe ni gono ya shama." Gurufu sisi akibugi yetyo. Gurufu ndio yacho. Odadula nguruka lero maikara bega na dayo wale gakima gakugu hakugu bahorera. Ego ore ndeta na ikero kingi hapo. Gakimu ore ndeta hapo kota na mauru na ngina mkiro mai. Unaona hata ukishia mlango ikibishapishwa wewe hauna shughuli. Watu wapishe. Sababu wewe tayari umeshafikia kile kiwango cha kujenga mahali panapofaa. Lakini mlango ukibishwa tu kidogo hivi unasikia kitu kinapitia hapa kwa tumbo huwa. Ni kama umekatwa mara maini na roho imekatwa. Huwa ni wasio mageuka. Wamekuja kuidaisha. Sasa hii shida utaiondokea hadi lini? Utaiondokea hii shida hadi lini? Mimi niko na siri. Ndio kama tolele. Leo mimi ndio kuoga baba. Kama mataka. Ndio madenda. Mimi sina shida nyingi. Mimi hata nikija kwako, mimi sina mambo mingi baba kile. Sababu nilijua siri ya kujificha ndani ya mesa. Mimi nilijua siri ya kujificha ndani ya Mesaya. Mimi sitaki kusumbuliwa. Kwani mtu akikaa nyumba za kurenti, kukomboa ukiwa tenant, miaka yako yote mpaka yasio kupata utaenda jehanamu. Ndio kweli. Hata toro wewe kwa bodi wa jehanamu, wewe ndio kwa bodi wa nyumba, ni mambo mwana wewe mali iko. Haya. Ndio ndio kwa bodi wa nyumba, leke. Ndio kwa bodi wa nyumba basi kuona moyo. Ndio nani alipata basi kama hiyo kwa Biblia? Kutoka wewe. Ni nani alipata hiyo basi kwa Biblia? Imeandikwa hivyo wale watu wote watenda wote ni wa jehanamu. Ndio kweli. Ndio unaleta na watu vile ndio wale muunda. Watu wanasumbuana na mambo ambayo haiko. Nani alikwambia kwamba mitume walisoma? No wagomete. Ni watu Sipokuwa Paulo alisoma masomo ya Gamalieli. Sipokuwa Paulo na alikuja kusoma baadaye. Wale mitume wengine huko, lakini sasa hivi tunasumbuliwa na shule, lazima kwani sisi tulisoma. Sasa sasa hivi mimi naongea Kiswahili ya masomo ya shule. Ya wapi? Hii Kiswahili tunasikia nikiongea sasa hivi si ya shule. Hii si ya shule. Hii ni from heaven. Wewe kama wewe ndio na hiyo. Hii ni from heaven. Ndio ni glory. Ya. Ile vitu hapo vinyengezo tu huo. Kusoma. Kama ingekuwa ni masomo watu wamesoma. Tunaona profesa, mtu akona PhD. Ni profesa, ni mwalimu wa walimu. Umefika na shule ahead. Huyo mtu amesoma. Ni mtu ambaye amesoma, lakini sasa wewe unajitaabisha na kujisumbua na mambo mengi ambayo haina mwelekeo. Haya mambo ndio yanafanya kwamba hata ushirika haupatikani. Ushirika haupatikani kwa sababu ya Mungu. Ndio wale wanakwenda kuitwa. Watu hawa wanafaa kuitwa. Waitwe mkutano. Wale watu wote wanataka kazi siku ya Saturday. Mkutano yao iwe special. Wale watu ambao hawakujangi fellowship ya Wednesday hata na wao wai sababu ni washirika huu tuone kwa tuigano Wednesday tuone kwa tuigano ndio kuti yao huko hivi anali kuti yao huko ana ni yao huko wala huko mwili wa Yashua huo mleito. Basi, ushirika Wednesday utakuwa wapi? Utakuwa hapa. Lakini na Friday ikifika tu wapi? Kwa hiyo ina maana mko lao hapo. Nakuelewa hii. Hao watu wataitwa mkutano. Ndio Yesu. Hao watu waitwa mkutano. Waitwa mkutano watuambia wanakuwa na zile pesa zote mmekuwa mkitafuta Wednesday jioni kuanzia saa 12 mpaka saa 2:30. Mtulete. Ni kule mambo tunaenda kuoneka Mungu. Tunaenda kuona mashine. Tunataka kununua machini hapa. Kwa hizo pesa zote mtuletee na mtu yote ambaye anaenda kanisa, anaenda kazi Saturday, atuletee hizo pesa. Hizo pesa zote amekuwa kifanya. Atuletee hapa tufanye maendeleo. Ili kuanzia hapo za tufunge milango. Na kwamba kuanzia leo hakuna mtu atakuwa kienda kazi Saturday na hakuna mtu atakuwa kienda kazi Wednesday jioni, na watu wote wawe happy wenye ushindi. Leo tunataka kuendelea hii. Ndio kile tutabatikiri na wanasemaje wakisikiliza na kumbe hawataku. Lakini wacha niache kuwasaidia sababu utakuja. I believe utakuja. Kwa hivyo ina maana baba wetu akuwafungue katika mambo haya ambayo yamekuwa stress. Hicho kitabu cha
Isaya 53. Hofu yetu. Jihadi tu. Idomi na kiharuku. Na unajua watu ambao wako na hofu hawatokeani hapa waombewe. Wale watu ambao wako na hofu juu ya chama, hawa watu hawatokeani hapa. Kwa sababu hiyo ni pepo. Hiyo ni pepo inafaa kuombewa hapa. Hiyo pepo ya kusikia kila mahali kuna chama unakimbia. Kila mahali kuna chama unakimbia. Hiyo ni pepo inakufuata. Na inafaa wakati watu wanatokea hapa mbele, tukiimba nyimbo za kuabudu, unafaa kuwa wapi? Uwe mstari wa mbele ili katika hali hiyo uombewe hii pepo ikutoke. Katika jina la Yeshua. Hiyo pepo ikikutoka, hautakuwa ukisikia. Itarudi hapo hiyo. Ili roho sio no anyumi. Wanyumile. Baba maura. Hiyo daimono irotoka. Iende kabisa hiyo pepo ya kusumbuliwa na mambo ya chama. Sababu hiyo ndio inafanya watu wengi katika ushirika unaona kwamba viti ziko empty. Sababu watu wako katika hali hiyo ya kuzunguana na mambo ya chama. Nguvu hizi. Ndio madhia. Lakini si vibaya. Sisemi ati vibaya, lakini lazima ufanye calculation. Fanya mahesabu vizuri. Usipofanya mahesabu yako vizuri, utakuwa na stress kama zile nilikuwa nazo wakati huu. Mpaka nikaamua kuanzia leo sitaki hata mtu ambaye anasikia kwamba kuna mahali anataka chama, sitaki urafiki wake. Sitaki marafiki wa aina hiyo. Mimi mtu ananiambia kwamba kuna chama hiyo na hapa inafunguliwa. Hao marafiki nikaweza kuweka mipaka ya kwamba mimi sitaki kwa sababu nilijua kwamba hizi chama ndio zinasumbua mtu. Nilikuwa naamka asubuhi Saturday. By the way, kwa wale ambao hawajui, ilikuwa hivi. Sasa naamka asubuhi mapema, niende katafuta pesa ya chama. Lakini nilijipata kwa shida. Wale matoro, wale ambao hawajui, mimi nilikuwa mmoja wale ambao wanatafuta utajirika. Ale ama pata tajirika lindero. Yenda wanoro Yoshua wake. Sikuwa na mtoto hata kidogo. Nilikuwa nimejikakamua na nikaamua nimeenda kutajirika. Sitaki mchezo. Nitajirike na nipate mali nyingi, pesa nyingi. Sio ati mchezo, na sio ati niipe kwa bidii. Nikadhania kwamba pesa hupatikana kwa bidii, lakini nilijipata kwa shida. Baadaye nikidhania kwamba pesa zinapatikana kwa bidii. Mimi nilijipata kwamba wangu ninalala masaa 3 ama 2 hours. Nimeshaenda. Na kwamba katika hali hiyo sikuwa nimejua kwamba kuna mahali napaswa kujengwa. Ndio maana leo hii niko na ule uchungu wa kusema kwamba ingekuwa heri kwako kama ungejengwa ndani ya Masihi. Ya kwamba kujengwa ndani ya Masihi Yeshua na kujengwa juu ya huu mwamba na msingi ulio bora, kwa hakika mambo haya hayatakusumbua. Matatizo yakija, nikiadoma maisha shida tu kuu. Ndio. Ndio mtelefu. Na Jezebel. Matikani ndio makoroge za kidhomo hiyo. Ukabagili. Unaona Penina? Na washiku. Washiku nasema sababu anaitwa Penina. Unaona Penina? Lazima angekaa karibu na Ana. Wewe kugia Penina. Usikataze Penina hata kidogo akaondoke karibu na wewe. Usikubali. Wacha Penina akae karibu na Ana ili Ana adhibitike. Shalom. Wacha Ana akae karibu na Penina msumbue na mdhihaki na kumkejeli usiku na mchana. Baba siku yake hivi. Ndio mama muigate Penina. Unajua Penina na kuzangu wa sana watu wanataka kuona Penina. Watu wanataka kuona Penina. Ila wakati Penina akionekana kwa ushirika, Penina watu wanamfukuza. Usifukuze Penina, wacha Penina akae kwa ushirika. Ili watu ambao wanasimama ili Ana ajulikane. Siku ya kushukuru Ana atakuja kushukuru ya kwamba ameshinda nini? Baba yetu tukuzwe sana. Lakini ukifukuza Penina, Ana hatasimama, atakuwa kigeugeu na atabakisai, atarudi nyuma. Kwa hivyo ina maana wacha Penina akae kwenye ushirika. Mkubalie Penina akae hapa. Na wewe ukikutana na Penina, mwambie Penina, you are welcome kwenye ushirika. Ili katika hali hii watu ambao wanaotaka kusimama wasimame vizuri. Baba yetu tukuzwe sana. Shalom. Sina mengi ya kusema, lakini nayo mengi ni muda hakuna, ya kwamba ningenena na kuingia kwenu manyumbani, kwa sababu watu wengi wamekuwa hata huko manyumbani. Kwenye ndoa za watu wamekuwa huko, hata katika zini tu peke yake, hata kwenye ndoa watu wanakuwa huko bado. Na hizo ndoa watu wanakuwa ndani mwake ni za Mungu.
za muda tu kuikania na kuika kuinda, lakini katika ufalme wa Baba wetu